kama wanataka Simba aongoze ligi. Wampe hizi mechi acheze double 3, Yanga asicheze, ataongoza ligi. Mambo yataka kuwa magumu leo. Hakuna, ndo staili ya kucheza. Ni hizi goli mbili zilizoingia leo. Na ikumbuka mechi ya Simba na Yanga, Mwamnyeto ni yule yule anatumbukiza goli la pili leo. Captain Beka anadumbukiza goli la pili leo. Unajua Beka anaonekana katika wakati muhimu na wakati sahihi. Ndio huyo. Ni sentafu namba 5, ni nyuma kabisa anacheza, lakini anakuja kudumbukiza goli. Ni kitu ambacho kinatakiwa kupewa pongezi za hali ya juu. Wachezaji kama hawa tuliwaona kina Nonda Shabani Papi wanafanya mambo kama haya. Tuliwaona wachezaji wa kina Zimbwe, Salum Kabunda, kitambo hicho nakwambia, kina Godwin Aswile, ndio tumeona anavyocheza huyu bwana mdogo Captain Beka. Nondo Mwamnyeto anakufunga huko, anapiga urusi. Mchezaji bora mwezi wa 5 leo hajafanikiwa kuzifumania nyavu. Hakufanikiwa kweli kushinda goli, lakini sio kwamba ndio imewekwa sheria kila mechi ushinde, bali inaonekana jinsi unavyocheza na kuwapisha wenzio ni kawaida ya mchezo. Ukitoka unapiga makofi, ni kitu ambacho amekionyesha cha uungwana. Anatoka anapiga makofi, sio kwamba ang'ang'anie kwamba yeye ni mchezaji basi awe hivyo hivyo tu kwa sababu ni mchezaji bora wa mwezi. Mechi zipo nyingi zinakuja, na sisi Yanga lengo sio kuchukua mchezaji wa bora wa mwezi. Lengo la Yanga ni kuchukua ubingwa, kukusanya alama 3 zitupeleke mbele, tuchukue ubingwa. Lakini kutafuta mchezaji bora, man of the match, hiyo ni bonanza tu inakuja, lakini lengo letu sisi ni kuchukua ubingwa. Ukiwa na lengo la kuchukua ubingwa, wachezaji watacheza kitimu. Lakini ukiwa na lengo mchezaji atoke mchezaji bora kwa ajili anashinda, timu utaipeleka mbali na utaipeleka vibaya. Lakini lengo la Yanga lipo sahihi, kwamba tunataka tubebe ubingwa, tushinde goli kwa gharama yoyote, ili mradi tupate pointi 3, na tumezipata pointi 3. Bado mechi 4 ligi ishi. Shangwe moja ya kiwanja kigumu ni pamoja na Lake Tanganyika. Yes. Timu nyingi zimekuwa zikidondosha alama pale, lakini yeye amefanikiwa kuondoka na alama 3. Baadhi ya watu wamekuwa wakiwanyoshia vidole baadhi ya wachezaji wenu, kwa mfano kina Pacome Pedro, wanaonekana kuwa performance zao haziko kwenye ile level ambayo watu wameizoea. Kiwanja kimeathiri au kusimama kwa ligi pengine unaona kumewaathiri wachezaji wenu baadhi, lakini sio wote. Baadhi ya wachezaji inapotokea hivyo, hata maisha ndani ya kipato akilingani. Kuna siku narudi na 20,000, kuna siku narudi na milioni. Yaani ni viwango vya pesa, ndio mchezaji. Kuna siku mchezaji huyu anaamka vibaya, yule anaamka vizuri. Hiyo ni kawaida. Wewe unaona Nondo Mwamnyeto anaamkaje? Sasa anaamka vizuri kila siku. Kuna siku alikuwa ameamka vibaya. Na nikwambie kitu kimoja usichokijua. Luemba ana goli katika ligi hii wala assist. Hiyo mpya. Lakini kwamba kapteni Nondo Mwamnyeto ana goli 2. Wachambuzi, waandishi wajue kwamba Luemba hana goli katika hii ligi hii, lakini beki wetu sentafu nambari 5 Nondo Mwamnyeto ana goli 2 katika hiyo ligi. Kwa hiyo tuseme Luemba na Mwamnyeto ni bora ubaki na Mwamnyeto kuliko Luemba. Ni huyu mchezaji wa tajiri. Mchezaji wa Simba Luemba hana hata goli. Sasa ni nini? Yaani ukitaka kuchagua wachezaji wa mbele wenye karia kucheza mbele, mchague Mwamnyeto kuliko Luemba. Hana goli. Hana goli. Sasa sisi mchezaji asiokuwa na goli, nyewe mnamng'ang'ania wa nini? Ujue kuna timu hapa inacheza kama vile watoto wa shule. Sasa hivi sasa hivi unamsikia Libasage, si nani kashafutika. Sasa hivi unamsikia Chama. Yaani mnafutika, lakini sisi Yanga kila mtu unayemgusa, ukianza Nondo Mwamnyeto mpaka kule mbele, kila siku unamtaja huyu mzuri, huyu mzuri, huyu mzuri. Ndio timu inavyotakiwa. Julio alisema hii Yanga ni timu ya kawaida tu, wachezaji wajanja, Dibla tutawekea watu na mwisho wa siku hamtafurukuta, lakini leo umeondoka na alama 3. Julio aliwajaza hasira mpaka mkafikia labda leo kujiandaa kwa kiasi. Blaza Julio alikuwa analia Julio, machozi yanamtoka. Na hii yote ni kwa sababu ya mdomo wake. Unajua Julio ni bonge la kocha, ni kocha mhamasishaji. Julio ni kocha mzuri afu ni mhamasishaji. Alikuwa anasema Yanga ni wachezaji wajanja. Ni kweli, hakuna Yanga wachezaji wajinga. Ina maana kinyume cha ujanja ni ujinga, kinyume cha mbele ni nyuma. Si unanielewa? Miongoni mwa wachezaji wajanja alimtaja Mudathiri. Mudathiri mjanja. Haya, neno laongea ni Julio ni zuri kwa sababu amesema Yanga ni wajanja. Lakini hakusema Yanga ni wajinga. Unajua kinyume cha ujanja ni ujinga na kinyume cha mbele ni nyuma. Kwa hiyo Yanga ni wajanja ni sawa kabisa. Mudathiri leo anafunga goli bora ambalo alieleweki limepigwaje kitu. Ni goli bora lishindanishwa na lile goli. Kwa hiyo ili alofunga leo Mudathiri si magoli alofungwa wale watoto wa TRA, magoli makali, inabidi washindanishwe. Nataka podcast na nyinyi. Ile goli alofunga leo Mudathiri, sasa tumezoea. Hakuna goli kali sasa nakupa katika hii ligi. Kama alofunga Shabalala assist ya Okero na Mbeya City. Hebu lirudie hilo goli ukikaa peke yako. Lile ndio goli bora.
inapigwa assist moja kutoka Uganda inakuja Tanzania. Shabalala mguu wa kushoto, inapigwa mguu wa kushoto, inafungwa mguu wa kushoto. Kwa namna hii sasa mbio za ubingwa zimekaaje? Yanga bingwa. Wao wanasema serious nakwambia. Wao wanasema wana mechi yao moja tu. Serious nakwambia, wao na mechi 2, wao na mechi 4, Yanga bingwa. Alafu kila mechi sasa tunafunga goli kuanzia 2 kuendelea. Nilisemaga watu wanashindwa kunukuu kwamba Yanga ukitaka kuifunga Yanga, ifunge goli kuanzia 2 kuendelea. Yaani ifunga 3 ndio utakuwa umeifunga Yanga. Mtu yoyote anaifunga goli Yanga, anaifunga Yanga, basi ujue katika historia yake alifunga kuanzia 3. Chunguza sana. Yanga ukitaka kuifunga anzia goli hizi. Ukifunga 2 umetoa suluhu, ukifunga 2 umefungwa wewe. Yanga kuanzia goli 3 ndio unamfunga Yanga. Timu zote zimefanya hivyo ambazo zinapata ushindi kwa Yanga. Sasa Simba unaona alitufunga 2 tumesawazisha. Angitufunga 3 angekuwa yeye ndo ameshinda. Hiyo ndo Yanga inakufunga muda wowote, lakini wewe ukiifunga mpaka uanzie goli 2. Wao wanasema kesho wanashuka dimbani watani wao. Kila mtu acheze mechi zake. Mimi Yanga nakwambia mimi kama Muhindi katika betting anasema kwamba yeye anaiombea timu moja ishinde. Lakini wewe Mswahili unaibeti timu 10 ndio unaanza kusema Mwenyezi Mungu nisaidie timu ya kwanza nishinde, ya pili nishinde mpaka 10. Lakini Muhindi anasema Mwenyezi Mungu naomba nisaidie timu moja akose. Kwa unamaanisha Simba wana beti? Simba ni kama Wahindi katika betting. Simba ni kama Waswahili, Yanga ni kama Muhindi katika betting. Yeye Simba anajiombea yeye ashinde, anamwombea Yanga apoteze. Unampa kazi Mungu, Mungu anataka mambo hayo. Yaani Mungu asiwaangalie watu wengine huko, asiangalie Afghanistan, akuangalie wewe. Haya, unaombaje? Mimi naomba nishinde. Naomba Yanga afungwe. Sasa omba kimoja, shika kimoja, lakini sisi Yanga tunasema tunaomba tushinde. Anaomba ushinde, ashinde. Simba anaomba ashinde, alafu anaomba Yanga afungwe. Sasa hiyo ndo nini? Unamsumbua Mungu. Kaka kwenye kiti chake cha enzi unamsumbua. Wewe omba ushinde. Ndio maana sisi Yanga tuna mambo yetu moja tu. Mungu tunaomba tushinde, tumemaliza. Kesho hatumsumbui Mungu. Wakishinda, wakifungwa, shauri yao. Sisi tumsumbui Mungu. Lakini kuna timu inamsumbua Mungu. Leo hii washamsumbua Mungu. Na kesho anamsumbua Mungu. Sisi hatumsumbui Mungu. Kazi yetu moja tu. Mungu tujalie tushinde. Wachezaji wote watoke salama, imeisha. Wenyewe Mungu Yanga afungwe, Mungu Simba tushinde. Sasa wewe unamsumbua Mungu. Mimi hata mimi kama mimi ndio Mungu nakubali unavyoomba hivyo. Bwana, malalamiko kuhusiana na tuzo ya Okello, tumalize naye hapa. Yes. Comment yako ni ipi kwamba hakustahili kupewa tuzo? Okello alistahili kwa mwezi huu apewe tuzo 2 kwa mpigo. Ipi na ipi? Mchezaji bora wa mwezi, mchezaji bora wa mwezi. Hiyo ina maana gani? Yaani ule mtoto amekuja dirisha dogo. Katika mwisho wa mwezi huu amefunga goli 9. Hakuna historia yote Tanzania tangu tuanze ligi hakuna mtu alifunga goli 2 mechi 4 mfululizo, hakuna. Wanasema sio tuzo ya mfungaji bora, mchezaji bora. Mchezaji bora yeye kafunga. Yeye ni namba 10. Namba 10 wako wengi. Yanga kuna namba 10, Simba kuna namba 10, Azam kuna namba 10. Hebu angalia hao namba 10 wa Faisal kule, muangalie Chama namba 10 wa huko. Afu muangalie yeye. Faisal ana miaka karibia 16 kwenye ligi hii. Huyu Chama na miaka 10 kwenye ligi hii. Faisal tangu anazaliwa yuko hapa. Alafu sasa angalia Chama amekuja tangu 2006. Yuko hapa. 2016 yuko hapa. Anacheza kwenye ligi ana miaka 10. Ni 18 kaka. Ana miaka 18? 2018. 2016. Angalia vizuri. Kaja hapa na mtoto mdogo mpaka sasa hivi anakuwa babu. Lakini ukishomu wenyewe nisikilize, Okello yule pale amekuja hapa na miezi 6 na goli ngapi? 11. Sasa miezi 6 unaweza kwa mwanamke ukapata mtoto miezi 6. Ni Okello tu ndo anaweza mambo hayo. Nishukuru sana.